Bwana Yesu asifiwe sana. Ni siku njema, siku nzuri, siku aliyoifanya Bwana. Ni siku ambayo Mungu ametupa tena watoto wake kuweza kusogea tena mbele zake kwa nguvu zake, kwa huruma zake ambazo ameziachilia ndani ya maisha ya kwetu. Tunamshukuru Mungu, tunamtukuza Mungu, tunamsifu Mungu. Daudi akasema, mshukuruni Bwana kwa maana yeye ni mwema. Mshukuruni Bwana kwa maana fadhili zake ni za milele. Mimi na wewe tuna kila sababu ya kumshukuru Mungu kwa kuwa ametufadhili, kwa kuwa ametulinda, kwa kuwa ametutunza. Fadhili zake hazijawahi kukoma juu ya maisha yetu, hazijawahi kukoma kwenye maisha yetu. Kwa hiyo hebu mshukuru Mungu. Sikia tu katika hali ya kumshukuru Mungu ndani mwako, ndani ya moyo wako tu kuguse katika kumshukuru Mungu, katika kukutendea, iwe ametenda iwe hajatenda. Wewe mshukuru tu, kwa sababu kuna vingi ambavyo ametenda wewe uvijui, kuna vingi ambavyo amefanya wewe uvijui, unaviona tu vinafanyika, vinatendeka, lakini ni huruma za Mungu tu zimeweza kukusaidia. Baba, tunakushukuru kwa yote. Asante kwa neema, asante kwa nuru yako e Bwana ndani ya maisha yetu. Asante kwa sababu umetupa tena nguvu ya kuendelea mbele tena na leo. Sifa na utukufu ni zako Bwana Yesu. Ninalihimidi na kulitukuza jina lako Baba yangu. Wewe ni Mungu ambaye umefanya vyote, ni Mungu ambaye unazidi kututendea siku hadi siku, nasi tunakusifu na kulitukuza jina lako. Ni katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo Baba tukiomba tukiamini ya kwamba wewe ni mwema na ni mwaminifu, na wala hapana mwingine kama wewe Bwana. Amen. Mtu wa Mungu, siku ya leo tutaenda kujikita kwenye eneo la kumwomba Mungu rehema zake, kuomba rehema za Mungu, kuomba rehema za Mungu kwenye kila eneo la maisha ya kwetu, kuomba rehema za Mungu kwenye kila eneo la maisha ya kwetu, kuomba rehema za Mungu kwenye kila eneo la maisha ya kwetu, kwenye maisha ya kwako, kwenye maisha ya watu wengine, kuomba rehema za Mungu. Ukisoma kitabu cha Maombolezo mlango wa 3 mstari wa 22 mpaka ule mstari wa 23, anasema ni huruma za Bwana kwamba hatuangamii, kwa kuwa rehema zake hazikomi, ni mpya kila siku asubuhi, uaminifu wako ni mkuu. Ni huruma za Bwana kwamba hatuangamii, kwa kuwa rehema zake hazikomi, ni mpya kila siku asubuhi, uaminifu wake ni mkuu. Uaminifu wake ni mkuu. Nataka nikuambie kwamba kuna vita ambavyo haviwezi kushindwa kwa nguvu au hekima au fedha au wakati mwingine elimu na uwezo wa mwanadamu, au wakati mwingine tunaweza tukasema akili ya mwanadamu. Haviwezi kuvishinda. Kuna milango ambayo haiwezi kufunguliwa kwa juhudi za kibinadamu. Kuna hali ambazo zinahitaji Mungu mwenyewe aingilie kati kwa rehema zake. Kuna vitu vingine hauwezi ukavipata kwa akili zako, zinahitaji tu rehema za Mungu ili wewe uweze kuzipata. Kuna maisha mengine ambayo unahitaji, haihitaji akili ya kibinadamu, bali zinahitaji rehema za Mungu. Hazihitaji nguvu za kibinadamu, bali zinahitaji rehema za Mungu. Kwa lugha nyingine naweza nikakwambia kwamba rehema za Mungu ni kile kinachomfanya mtu asipokee adhabu anayostahili, na badala yake apokee kibali, msaada na wokovu kutoka kwa Mungu. Na wokovu kutoka kwa Mungu. Kwa hiyo wakati mwingine rehema inakupa kile kitu usichokistahili. Rehema inakupa kile kitu ambacho hukupaswa kukipata. Inakupa kile kitu ambacho kwa wakati mwingine hukustahili hata kidogo kukipata.
Rehema za Mungu ni upendo na huruma zake ambazo mwanadamu hapati kwa kustahili kwake, bali kwa neema ya Mungu. Unapata kwa sababu ya upendo wa Mungu. Rehema unapata kwa sababu ya huruma za Mungu. Rehema haupati kwa sababu ulistahili kupata. No, unapata kwa sababu ya huruma za Mungu. Haupati hizo rehema kwa sababu ulipaswa kuzipata hizo rehema, bali unapata hizo rehema kwa sababu ya huruma za Mungu. Mara nyingi unaweza ukajikuta unapitia katika changamoto nyingi, unapitia katika udhaifu wa kila namna, unapitia katika makosa, unapitia katika dhambi, unapitia katika changamoto mbalimbali zinazotufanya wakati mwingine tuwe wahitaji, tumhitaji Mungu zaidi kuliko hata binadamu. Kwa hiyo katika hizo changamoto hatumhitaji mtu, hatuhitaji akili ya mtu, hatuhitaji mashauri ya mtu. Tunachohitaji tu ni rehema za Mungu, kwa sababu ndizo pekee zitakazoweza kutuokoa katika hali ambazo tunazo. Yamkini ni uovu, yamkini ni mateso, yamkini ni magonjwa, yamkini ni hali ya hasara, yamkini pia wakati mwingine ni hali ya kukataliwa. Hauhitaji akili ya kibinadamu, unahitaji rehema za Mungu. Ni rehema za Mungu pekee ndizo unazozihitaji. Na nikwambia kwamba habari njema ni kwamba Mungu ni mwingi wa rehema, na yuko tayari kukusamehe, yuko tayari kukuponya, yuko tayari kukuinua, yuko tayari wakati mwingine kuponya huo moyo wako, yuko tayari wakati mwingine kukuinua tena pale ambako ulinama. Ndio maana tunaposoma kitabu cha Zaburi ya 51 mstari wa 1, anasema Mungu unirehemu sawa sawa na fadhili zako, kwa wingi wa rehema zako yafute makosa yangu. Ni kweli kuna dhambi ambazo umezifanya hata hazisemeki mbele za watu, hata we mwenyewe nakupa kushtuka, hata we mwenyewe nakupa wakati mwingine kujiuliza kwamba hii ni nini. Nataka nikuambie, Daudi aliyemtenda Mungu dhambi, Daudi ambaye amefanya uovu wa kila namna, alirudi mbele za Mungu akasema, Mungu unirehemu sawa sawa na fadhili zako, kiasi cha wingi wa rehema zako. Rehema za Mungu zikiwepo kwenye maisha ya kwako, zikiwepo kwenye maisha ya kwako, Mungu anaachilia ndani yako, Mungu anaachilia ndani ya fikra zako. Kwa hiyo inatupasa sana kusogea mbele za Mungu, tumwambie Mungu aturehemu, tumwambie Mungu atusamehe, tumwambie Mungu kweli tumekosea, kweli tumeenda kinyume cha kwako, kweli tumeenda kinyume na mapenzi yako, kweli tumeenda kinyume na sheria zako. Tunaomba rehema zako tu, maana hakuna kitakachoweza kutuokoa zaidi ya rehema za Mungu. Katika dhambi tuliofanya, fedha haziwezi kutuokoa. Katika tabia tulizo nazo, fedha haziwezi kutukomboa, bali ni rehema zako tu Mungu. Katika maisha tunayoendekeza, fedha na mali haviwezi kutuokoa, lakini rehema zako Bwana ndizo zinazoweza kutuokoa. Tunaingia mbele za Mungu kwa ujasiri, tukijua kwamba kiti chake ni kiti cha neema na rehema. Tunaposogea mbele zake, tuwe tuna uhakika kabisa ya kwamba pale kwa Mungu katika kiti chake ni kiti ambacho kimejawa na rehema na neema. Ndio maana ukisoma kitabu cha Waebrania 4:16 anasema, basi na tukikaribie kiti cha neema kwa ujasiri, ili tupewe rehema na kupata neema ya kutusaidia wakati wa mahitaji. Tusogelee kicho kiti cha Mungu wetu wa mbinguni, tukisogelee kwa ujasiri ili tuweze kupata rehema. Hicho kiti cha rehema tukisogelee ili tuweze kupata rehema, maana tunaposogelea kwenye hicho kiti, Mungu anaachilia rehema, Mungu anaachilia rehema ndani ya maisha yetu. Ndio maana nataka nikuambia kwamba Mungu yeye amekusudia jambo kubwa ndani ya maisha ya kwetu. Yeye akiachilia rehema, vitu vingi hufunguka. Yeye akiachilia rehema zake, tunapata wepesi
wepesi kwenye mioyo yetu, tunapata wepesi kwenye maisha yetu, tunapata wepesi kwenye vitu vyetu. Kwa hiyo ninahitaji wewe na mimi tunaposogea mbele za Mungu, tumuombe Mungu aachilie rehema zake, aachilie huruma zake, aachilie masamaha yake, aachilie utakaso wake, aachilie rehema zake kwenye maisha ya kwetu. Kama vijana, wewe kama mama, wewe kama baba, wewe kama kijana mwenzangu, unasogea mbele za Mungu na kumwambia Mungu, ninahitaji rehema zako, ninahitaji rehema zako. Ndio maana wakati mwingine nataka nikuambie kwamba rehema za Mungu ni kile kinachomfanya mtu asipokee adhabu anayostahili, na badala yake apokee kibali, msaada na wokovu kutoka kwa Mungu. Rehema zilimuinua Daudi. Rehema zilimuinua Daudi baada ya kuanguka. Rehema zilimrejesha Petro baada ya kumkana Yesu. Rehema zilimuokoa kipofu Bartimayo na kumfanya apokee kuona tena. Kwa hiyo na sisi kama tunatamani turejee kwenye nafasi, kama tunatamani tuwepo katika nafasi ile ambayo tulikuwepo, ni lazima tuombe rehema za Mungu zitakazoweza kutusaidia. Ni lazima tuombe rehema za Mungu zitakazoweza kutuvusha, zitakazoweza kutufanya tena tupate kibali. Uovu ambao umefanya, uovu ambao umeendekeza, uovu na tabia ambazo umeziendekeza kwenye maisha yako, tuna kila sababu ya kusogea mbele za Mungu tukaomba rehema zake, naye akatusikia, naye akatuelewa, naye akasikia mahitaji letu, naye akasikia maombi yetu tuyaombayo katika majira haya ya siku ya leo. Tunahitaji rehema za Mungu ziweze kutuokoa katika maisha ya kwetu ya siku ya leo. Kuna mambo mengi ambayo tumeyatenda, kuna mambo mengi ambayo tumeyafanya. Kwa hiyo tukiomba rehema za Mungu zitatusaidia tuokoke, zitatusaidia tutoke, zitatusaidia tuvuke, zitatusaidia tushinde, zitatusaidia wakati mwingine tuwe katika hali ya amani. Hauna amani kwa sababu ya maisha ambayo unaishi, lakini leo ukiomba rehema za Mungu, amani itakuwepo kwenye maisha yako, hofu itaondoka kwenye maisha yako, ujasiri utakuwepo kwenye maisha yako, uoga utaondoka na kuleta ujasiri ndani ya maisha yako. Why? Kwa sababu ya rehema za Mungu. We are supposed to pray the mercy of God in our life, ili kusudi tuweze kushinda chochote kile ambacho adui amekiweka kwenye maisha yetu, chochote kile ambacho adui ametuwekea kama kizuizi. Hatuoni mbele, hatuoni kushinda, hatuoni kuvuka, hatuoni kustawi, hatuoni kuinuka. Why? Kwa sababu kuna rehema za Mungu ambazo hazipo kwenye maisha yetu. Leo tunaposogea mbele za Mungu, tumwambie Mungu, tunahitaji rehema zako. Mungu, tunahitaji uturehemu kwa habari ya eneo fulani, tunahitaji uturehemu kwa habari ya biashara zetu, tunahitaji uturehemu kwa habari ya mali zetu. Ukiziita rehema za Mungu kwenye kila eneo la maisha ya kwako, utaona amani, utaona kuna vitu ambavyo vinaenda, utaona kuna vitu ambavyo vinazidi kukua, utaona kuna vitu ambavyo vinazidi kuachilika kwenye maisha yako, utaona malango yako yanafunguka, utaona kazi zako zinaenda vizuri, utaona kuna vitu vya kwako ukivifanya, unavifanya kwa ubora. Why? Kwa sababu rehema za Mungu zipo ndani ya maisha ya kwako, kwa sababu rehema za Mungu zipo ndani ya maisha ya kwako. Kwa hiyo tusogee mbele za Mungu kwa uaminifu, tumwambie Mungu, tunahitaji rehema zako, tunahitaji rehema zako kwenye maisha kwetu, tunahitaji rehema zako kwenye maisha kwetu. Rehema za Mungu zitusaidie, rehema za Mungu zituwezeshe, rehema za Mungu zituvushe, rehema za Mungu zitushindanie kwenye kila eneo. Maana yamkini wakati mwingine adui amekutesa, hauoni mpenyo kwa sababu hakuna rehema za Mungu. Leo tumwambie Mungu, tunahitaji huruma zako. Tumwambie Mungu, tunahitaji huruma zako kwenye familia, tunahitaji huruma zako kwenye elimu zetu, tunahitaji huruma zako kwenye kila hatua ya maisha ya kwetu. Na utakapoomba kwa imani, Mungu yeye ana tabia ya kusikia. Mungu yeye ana tabia ya kumwelewa mtoto wake anahitaji nini. Ana tabia ya kuelewa ya kwamba mtoto
wake anahitaji nini. Kwa hiyo mimi na wewe tunahitajika ya kwamba tunaposogea mbele za Mungu, basi tusogee kwa ujasiri, tumwambie Mungu tunahitaji rehema zako, tumwambie Mungu tunahitaji rehema zako, Mungu tunahitaji rehema zako, Mungu tunahitaji rehema zako kwenye maisha ya kwetu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Na ukisoma kitabu cha Zaburi 130 mstari wa 7 anasema, kwa maana kwa Bwana kuna fadhili zake, kuna fadhili na kwake kuna ukombozi mwingi. Tunapoomba rehema za Mungu, tunamuomba Mungu aingilie mambo ambayo uwezo wetu umeshindwa kuyabadilisha. Tunamuomba Mungu azungumze pale ambapo sauti yetu haisikiki, afungue pale ambapo milango imefungwa, na tuinue pale ambapo tumeshushwa, ili kusudi tuweze kushinda na tuweze kuitwa tena ni wana waliobarikiwa na Mungu, ni wana waliorehemiwa na Mungu. Kwa hiyo tunahitaji hizo rehema za Mungu ziweze kutusaidia katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Baba, tunasogea mbele zako, tunakushukuru kwa sababu ya neno la uzima ambalo umetupa katika siku ya leo Bwana, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Ninasogea mbele zako Bwana katika saa hii, ninasogea mbele zako Bwana, mbele ya kiti chako cha enzi, mbele ya kiti chako cha enzi Bwana, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Nikinyenyekea Bwana mbele zako, nikinyenyekea mbele zako Bwana, ninahitaji rehema zako Bwana, ninahitaji rehema zako Bwana, ninahitaji rehema zako Bwana, katika jina la Yesu Kristo. Ninakuomba Bwana Mungu wangu, ninaomba unisamehe dhambi zangu zote katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo, na kwa damu ya Yesu. Bwana wa majeshi, ninaungama mbele zako, ninaungama kwa habari ya makosa yangu na dhambi zangu mbele zako Bwana. Ninaomba unisamehe na unitakase kwa damu ya Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Ninaomba rehema zako Bwana, ninaomba unisamehe Bwana, ninaomba unitakase katika jina la Yesu, kama neno lako linavyosema kwenye kitabu cha Yohana ule mlango wa kwanza mstari wa 9, ya kwamba tukiziungama dhambi zetu, yeye ni mwaminifu na wa haki hata atuondolee dhambi zetu. Nami Bwana wa majeshi, ninaungama kwa habari ya uovu wangu mwenyewe, ninaungama kwa habari ya uovu wa nyumba yangu, ninaungama kwa habari ya nyumba ya baba yangu. Ninaomba toba na rehema, nisamehe Bwana Yesu, ninaomba unitakase katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Damu yako ya thamani Bwana, initakase, inisafishe. Ni kweli nimekosea, ni kweli nimekutenda dhambi, ni kweli nimeenda kinyume cha kwako Bwana. Ndio maana ninasogea mbele zako, ndio maana ninasogea mbele ya kiti chako cha enzi, nikiomba toba na rehema. Ninaomba unisamehe, ninaomba unitakase, ninaungama kwa habari ya uovu wangu, ninaungama kwa habari ya uovu wangu, kwa kuwa wewe Mungu ni mwaminifu, wewe ni Mungu mwenye haki, na hata utuondolee dhambi zangu katika jina la Yesu Kristo. Ninaungama mbele zako Bwana, ninaomba Bwana wa majeshi unisamehe, naomba unitakase, naomba unisafishe Bwana, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Kwa ile damu yako ya thamani iliyomwagika msalabani Bwana Yesu, naomba unitakase kwa jina la Yesu Kristo, na kwa damu ya Yesu ninaungama mbele zako, ninaungama mbele zako Bwana. Ni kweli nimekosea, ni kweli nimetenda uovu, ni kweli nimeenda kinyume chako, ni kweli nimevunja sheria zako, ni kweli Bwana nimetenda matendo yasiyofaa tena yasiyokupendeza, nami ninayatubia kwa damu ya Yesu Kristo, na kwa jina la Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo, na kwa jina la Yesu Kristo. Ninaomba toba na rehema, ninaomba toba na rehema, ninaomba toba na rehema Bwana, katika jina la Yesu Kristo, na kwa damu ya Yesu, katika jina la Yesu Kristo, na kwa damu ya Yesu. Ninaomba rehema zako Bwana, ninaomba rehema zako kwa habari ya ujana wangu, kwa habari ya maisha yangu kama kijana. Ninahitaji rehema zako Bwana, ninahitaji rehema zako
zako Bwana, ninahitaji unisamehe Bwana, ninahitaji rehema zako Yesu, katika jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu. Ninaomba damu ya Yesu Kristo izungumze rehema zako, damu yako Yesu izungumze rehema zako, maana ina tabia kunena mema. Naomba izungumze rehema zako juu yangu Bwana, izungumze rehema zako juu ya kila mtu Bwana, izungumze Bwana, damu ya Yesu Kristo, damu ya Yesu Kristo izungumze rehema za Mungu, izungumze rehema za Mungu. Bwana, naomba damu ya Yesu inene rehema zako juu ya maisha yangu, juu ya maisha yangu, juu ya maisha yangu, juu ya utumishi wangu. Damu yako inene rehema, damu yako inene rehema, damu yako inene rehema, damu yako inene rehema juu ya maisha yangu Bwana, juu ya familia yangu, juu ya huduma yangu, juu ya hatima yangu. Damu yako inene rehema, damu yako inene rehema. Ninaomba hiyo damu yako Yesu Kristo inene rehema, inene rehema. Sawa sana Waebrania 12 mstari wa 24, Yesu mjumbe wa agano jipya na damu iliyonyunyizwa inenayo mema kuliko ile ya pili. Yesu Kristo, ninaomba hiyo damu inene mema, hiyo damu inene mema kwa ajili yangu, juu ya fahamu zangu, juu ya fahamu zangu. Damu yako inene mema juu ya fikra zangu, damu yako inene mema juu ya mawazo yangu, damu yako inene mema juu ya akili yangu, damu yako inene mema juu ya mawazo yangu, damu yako inene rehema juu ya fikra zangu Bwana, inene rehema Bwana, damu yako inene rehema Yesu. Wewe ni wa huruma Yesu, wewe ni wa huruma Yesu, wewe ni wa huruma Yesu. Ninaomba damu yako inene rehema, inene rehema Bwana, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Ninaomba damu yako inene rehema Bwana, inene rehema Yesu, damu yako inene rehema Mwokozi wangu, katika jina la Yesu. Ninaomba damu yako inene rehema, inene rehema juu yangu, inene rehema juu ya maisha yangu, inene rehema juu ya mawazo yangu. Damu yako inene rehema Yesu, ninahitaji hiyo damu yako inene rehema juu yangu Bwana. Ni kweli Mfalme, nimetenda uovu, nimefanya makosa yasiyokupendeza, nimefanya mambo ambayo ni kinyume cha kwako, nimevunja sheria yako, nimevunja agano lako na mimi, katika jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu, katika jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu. Ninaomba rehema zako Bwana, naomba rehema zako juu ya hiyo hukumu Bwana, juu yangu Bwana. Ninaomba rehema zako katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Pita ndani yangu, pita ndani yangu Bwana, ninahitaji rehema zako. Usiniache Baba yangu, usinipite Mwokozi wangu, katika jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu. Nahitaji rehema zako, nahitaji rehema zako juu yangu Bwana, juu ya yule kijana, juu ya yule mama, juu ya yule baba Bwana. We need your mercy my Father in our family member. We need your mercy my Father, we need your mercy my Father, katika jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu. Tunahitaji rehema zako zipite kwenye maisha ya kwetu, zipite kwenye maisha ya kwetu, katika jina la Yesu Kristo. Ni kweli Bwana, adhabu nalistahili, adhabu nalistahili, lakini Bwana, naogopa adhabu yako, naogopa Bwana. Nirehemu Bwana, nirehemu Bwana, turehemu Bwana Yesu, turehemu Mwokozi wangu, turehemu Bwana Yesu, turehemu Bwana. Bwana, usiruhusu tukaa kwenye mikono ya adui, usiruhusu Bwana nikaa kwenye mikono ya adui. Zaidi ya yote Bwana, ninahitaji rehema zako, ninahitaji rehema zako, ninahitaji rehema zako. Tunahitaji rehema zako Bwana, kwa jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu. Tunahitaji rehema zako, tunahitaji rehema zako Bwana. Nihurumie Bwana wangu, nihurumie Baba yangu, nihurumie Mfalme wa falme, nihurumie jemedari wangu, Mfalme wa vita. Ninahitaji huruma zako, ninahitaji huruma zako, ninahitaji huruma zako. Ninaomba unisamehe, ninaomba unitakase, katika jina la Yesu Kristo. Hiyo damu yako inene rehema, inene rehema Bwana, katika jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu. Damu yako Yesu inene rehema, inene rehema, inene rehema zako Bwana, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, katika jina la Yesu Kristo.
Kristo wa Nazareti aliye hai. Bwana Yesu Kristo, ninakuja mbele zako Bwana. Bwana, kwa rehema zako futa kila hukumu, kila laana, kila mashtaka na maneno mabaya yanayopigana na maisha yangu kwa jina la Yesu. Bwana, futa kila hukumu, futa kila hukumu. Rehema zako zifute kila hukumu Bwana, kila hukumu Bwana, kila laana Bwana, kila mashtaka na maneno mabaya yanayopigana na maisha yangu kwa jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu yanayopigana na maisha ya watoto wako Bwana. Ninaomba ufute hayo mashtaka, ninaomba ufute hayo mashtaka, ninaomba ufute kila hukumu, naomba ufute kila laana kupitia rehema zako Bwana. Yesu Kristo, kama neno lako linavyosema kwenye kitabu cha Warumi mlango wa 8 mstari wa 1, sasa basi hakuna hukumu ya adhabu juu ya walio katika Kristo Yesu. Hakuna hukumu ya adhabu juu ya walio katika Kristo Yesu, katika jina la Yesu. Bwana, ninaomba rehema zako Bwana zifute kila mashtaka, zifute kila laana, zifute kila laana, zifute kila mikose, zifute kila visasi, zifute kila hatia, zifute kila hatia kwa jina la Yesu. Rehema zako Bwana, rehema zako Bwana, rehema zako Bwana, rehema zako Bwana kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Nafuta kupitia rehema za Mungu, rehema za Mungu zifute kila hukumu, zifute kila hukumu, zifute kila hukumu yoyote ile ambayo imekwisha kuandaliwa. Ninaifuta, ninaifuta kwa damu ya Yesu kupitia rehema za Mungu kwa jina la Yesu Kristo. Rehema za Mungu ziingilie kati kila hukumu, kila mashtaka. Rehema za Mungu ziingilie kati kila hukumu, kila mashtaka kwa jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu. Bwana, ninasogea mbele zako, ninaomba rehema zako zivunje kila mkwamo, zivunje kila mkwamo, zivunje kila mkwamo. Rehema zako Bwana zivunje kila ina mkwamo ambao zimesimama kwenye maisha ya kwetu, ambao imesimama kwenye maisha ya kwangu, kila mkwamo ambao umekaa kwenye maisha ya kwangu. Ninaomba rehema zako sawa na neno lako ambalo linasema kwenye Zaburi 124 mstari wa 7, nafsi yetu imeokoka kama ndege, imeokoka kama ndege katika tanzi la wawindaji. Tanzi limevunjika nasi tumeokoka. Mungu wa rehema, vunja kila mkwamo, vunja kila mkwamo wa kiroho, wa kifedha, wa kielimu, kihuduma na kifamilia unaonizuia kusonga mbele, unaonizuia kusonga mbele kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Rehema za Mungu zivunje, rehema za Mungu zivunje. Ni rehema zako tu Bwana ndizo zinazoweza kuvunja, zilizo zinazoweza kuvunja kila mkwamo wa kiroho, kila mkwamo wa kifedha, kila mkwamo wa kielimu, kila mkwamo wa kihuduma, kila mkwamo wa kifamilia unaonizuia kusonga mbele kwa jina la Yesu. Achilia rehema zako Bwana, achilia rehema zako Yesu, achilia rehema zako Jehova kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Ninaondoa kila mikwamo kupitia rehema za Mungu. Rehema za Mungu ziondoe kila mkwamo, ziondoe kila mkwamo kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Ninaziita rehema za Mungu, ninaziita rehema za Mungu mahali ambako mkwamo wote umetokea, mkwamo wote umetokea kwa jina la Yesu. Hatukui kiroho kwa sababu ya mkwamo fulani wa adui ambao ameuweka kwa muda mrefu. Bwana, achilia rehema zako, achilia rehema zako. Hatuoni faida katika kile tunachokifanya kwa sababu adui ameweka mkwamo. Kwa damu ya Yesu, kwa rehema za Mungu, naziita rehema zako, naziita rehema za Mungu, naziita rehema za Mungu, naziita rehema za Mungu. Saye Bwana, naziita rehema zako, naziita rehema zako, naziita rehema zako, naziita rehema zako katika majira ya Bwana, naziita rehema zako. I call you a mercy my Father right now. I call you a mercy Jehovah. Reketelia maseketaya, lepashekenelia maseketaya. Naziita rehema zako, naziita rehema zako, naziita rehema zako Bwana
naziita rehema zako ziweze kunisaidia, naziita rehema zako Jehova, naziita rehema zako Yesu, naziita rehema zako Mwokozi wangu katika jina la Yesu. Father of the mercy, Father of mercy, ninaziita jina, naziita rehema zako, 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 naziita rehema zako Yesu, naziita rehema zako Mwokozi wangu, naziita rehema zako, naziita rehema zako Yesu, naziita rehema zako Adonai, rehema zako Adonai. Ni kweli tumekwama kwa muda mrefu, ni kweli tumeishia pale pale kwa muda mrefu Bwana, but today my Father we pray for our mercy, we pray mercy Bwana. Tunahitaji rehema zako, tunahitaji rehema zako, tunahitaji rehema zako, tunahitaji rehema zako mahali ambako Bwana wakati mwingine tumekwama, wakati mwingine tumeshindwa kuendelea mbele. Bwana, ni rehema zako zitakazotusaidia tuweze kuendelea mbele, ni rehema zako ndizo zitakazoweza tena kutuinua pale ambako tulishindwa kuinuka kwa muda mrefu. Rehema zako ndizo zitakazoweza kutubeba mahali ambako Bwana tumeshindwa kuendelea kwa muda mrefu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Ni rehema zako Bwana, ni rehema zako Bwana, rehema zako Bwana. Ninaomba rehema zako zifungue milango ya kibali, zifungue milango ya kibali, zifungue milango ya kibali Bwana, kama Esther Bwana alivyopata kibali na fadhili machoni pake kuliko wanawali wote, alivyopata fadhili kwa mfalme kuliko wanawali wote, kwa jina la Yesu Kristo. Nasi tunahitaji Bwana rehema zako zifungue hiyo milango, zifungue hiyo milango ya kibali kwa jina la Yesu Bwana. Kwa rehema zako nipe kibali mbele zako, nipe kibali mbele zako, kwa rehema zako ninahitaji kibali mbele zako, ninahitaji kibali mbele zako, ninahitaji kibali mbele zako, kwa rehema zako Mungu ninahitaji mbele zako kibali chako, kibali chako kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Rehema za Mungu zinipe kibali, rehema za Mungu zifungue kibali, zifungue milango ya kibali, zifungue milango ya kibali katika kila eneo. Mtu wa Mungu, ita hizo rehema za Mungu zifungue kibali, ili mahali popote unapohitajika ukaitwe wewe kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Rehema za Mungu zifungue kibali mbele zako Mungu, nipate kibali mbele zako Mungu na mbele za wanadamu kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Rehema za Mungu zinipe kibali tena, zinipe kibali tena, zinipe kibali tena, kibali ya kuitwa mahali popote, kibali ya kuitwa sehemu popote kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, katika kulitangaza jina lako katika mahali popote ambako Bwana Bwana yanipaswa kuitwa katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Tunaomba rehema zako, tunaomba rehema zako, tunaomba rehema zako zitupe kibali, rehema zako ziachilie kibali, ziachilie kibali kwa jina la Yesu, 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 kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Bwana Yesu, inaziita kibali chako, inaomba Bwana tupate kibali chako kupitia rehema zako kwa jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu. Bwana wa majeshi, inasogea mbele zako, inaomba Bwana rehema zako zikarejeshe vitu vyangu, rehema zako zikarejeshe ile thamani yangu, ikarejeshe ule ubora wangu, rehema zako zirejeshe, rehema zako zirejeshe ile thamani yangu, ile thamani yangu, ile kibali changu, rehema zako zikarejeshe, ikarejeshe Bwana ile tabia yangu ya unyenyekevu, rehema zako zikarejeshe kwa jina la Yesu. Bwana, kwa rehema zako nirejeshe Bwana, nirejeshe ile tabia yangu inayokupendeza wewe Bwana, nirejeshe ile furaha yangu, nirejeshe ile fursa yangu, nirejeshe zile baraka zangu, nirejeshe Bwana kila chochote cha kwangu kwa damu ya Yesu Kristo. Bwana turejeshe, Bwana turejeshe, turejeshe kwa rehema zako, rehema zako zikarejeshe vile vya kwetu, rehema zako zikarejeshe zile nafasi za kwetu, rehema zako zikarejeshe zile nafasi za kwetu kwa jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu. Rehema za Bwana, rehema za Bwana, rehema za Bwana zikarejeshe kwa jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu Kristo. Rehema za Mungu
Mungu zikarejeshe nafasi zetu, zikarejeshe zile furaha zetu kwa damu ya Yesu, kwa rehema za Mungu, kwa rehema za Mungu. Ninaomba Bwana, rejesha ile afya yangu, rejesha ile amani yangu, rejesha Bwana ile miaka yangu iliyopotea, sawa sawa na kitabu cha Yoeli 2:25, nami nitawarudishia hiyo miaka iliyoliwa na nzige, iliyoliwa na parare, iliyoliwa na madumado. Reketeria maseketaya. I restore now, I restore now by the mercy of God, through the mercy of God, all my year, all my prosperity, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus. Ninazirejesha kwa rehema za Mungu, kwa rehema za Mungu, kwa huruma za Mungu, zikareje sasa katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Bwana wangu, ninaomba rehema zako, ninaomba rehema zako, ninaomba rehema zako, naomba rehema zako, naomba rehema zako, zikarejeshe ule muunganiko wangu, zile faida zangu, ile kazi yangu bora, katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu, katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Bwana, naomba rehema zako, ninaomba rehema zako Bwana, zigeuze kila maombolezo yangu. Rehema zako Bwana, zigeuze kila maombolezo yangu kwa jina la Yesu. Zigeuze maombolezo yangu kuwa ushuhuda na machozi yangu kuwa furaha kwa jina la Yesu Kristo. Ninaomba rehema zako Bwana, ninaomba rehema zako Bwana, zigeuze maombolezo yangu, zigeuze huzuni yangu, zigeuze kila aina hali yangu kwa jina la Yesu. Sawa sawa na neno lako la Zaburi 35 hapo inasema ya kwamba huenda kilio ukaa usiku kucha, lakini asubuhi huja furaha, asubuhi huja furaha kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Ni rehema zako tu Bwana ndizo zitakazoweza kuleta ile furaha, ndizo zitakazoweza kuleta shuhuda kwa jina la Yesu. Rehema zako tu ndizo zinazoweza kuondoa maombolezo, ndizo zinazoweza kuondoa kila aina huzuni, kila aina kilio, kila aina maombolezo kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Mungu wangu, ninaomba rehema zako zigeuze sasa, zigeuze sasa kila aina maombolezo. Rehema zako Bwana, zigeuze maombolezo yote kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Rehema zako Bwana, zilete ile furaha, zirejeshe ile furaha, zilete ile furaha kwa jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu. Bwana, ninaomba hiyo rehema zako Bwana, rehema zako Bwana, rehema zako Bwana, zinene kwa habari ya hatima yangu, zinene kwa habari ya hatima yangu kwa damu ya Yesu. Rehema za Mungu zinene kwa habari ya hatima yako katika jina la Yesu. Sasa na neno la Bwana linavyosema ya kwamba utasimama na kuirehemu Sayuni, maana wakati wa kuifadhili na wakati uliowekwa umewadia katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Bwana, naomba rehema zako zinene juu ya kusudi langu, zinene juu ya ndoto yangu, zinene kwa habari ya kila ambacho umeweka juu ya maisha yangu yote katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Itayo rehema za Mungu zinene kwa habari ya kusudi lako ambalo Mungu ameliweka ndani mwako kwa jina la Yesu. Zite hizo rehema za Mungu zinene kwa habari ya hatima yako, zinene kwa habari ya maisha ya kwako, zinene kwa habari ya kazi yako ifanyayo kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Rehema za Mungu zinene kwa habari ya ile hatima yangu, zinene kwa habari ya yale maono yangu, ya yale malengo yangu kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Rehema za Mungu zinene tu, rehema za Mungu zinene tu katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu, katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Rehema za Bwana zinene kwa habari ya hiyo biashara yako, rehema za Bwana zinene kwa habari ya ndoto zako, rehema za Bwana zinene kwa habari ya kila chochote unachotamani Mungu akusaidie kwa habari ya fursa zako. Rehema za Mungu zinene, rehema za Mungu zinene. Bwana atasimama na kuirehemu Sayuni, atairehemu kazi yako, atairehemu chochote chako, maana wakati wa kuifadhili na wakati uliowekwa umewadia. Ndio saa hii umewadia, saa hii imewadia, ndio saa ambayo Bwana amekusudia. Achilie rehema zake, achilie rehema zake, achilie rehema zake, achilie
rehema zake kwa habari ya maisha ya kwako, kwa habari ya maisha ya kwako. Hautabaki jinsi ulivyo, hautabaki tena jinsi ulivyo. Rehema za Mungu, rehema za Mungu zinanena kwa habari ya hatima yako. Yamkini wamesema hautapiga hatua, but today the mercy of God zinasema ya kwamba utapiga hatua, utapiga hatua. Kwa rehema za Mungu utasonga mbele, kwa rehema za Mungu utainuka tena, utainuka tena, utainuka tena. Hautabaki jinsi ulivyo. Rehema za Mungu, rehema za Mungu, rehema za Mungu zinakupushi tena kwenye hilo eneo, zinakusogeza mbele tena kwenye hilo eneo, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Rehema za Mungu, rehema za Mungu zipite kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Bwana, ninaomba rehema zako zishinde pale ambapo wakati mwingine nguvu zangu zimeshindwa. Zishinde pale ambapo wakati mwingine nguvu zangu zimeshindwa. Ninaomba rehema zako zinisaidie kushinda pale ambapo nguvu zangu zimeshindwa, katika jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu. Kama wakati mwingine ulivyomwambia Paulo, neema yangu ya kutosha, neema yangu ya kutosha, maana uweza wangu utimilika katika udhaifu. Bwana, pale ambapo nimefika mwisho, pale ambako akili yangu imechoka, pale ambako uwezo wangu umeishia mwisho, ninaomba Bwana, ninaomba Bwana, rehema zako zianze kufanya kazi kwa ajili yangu, zianze kufanya kazi kwa ajili yangu, zianze kufanya kazi kwa ajili yangu, katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu, katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu, katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Pale ambako Bwana nimekata tamaa, pale ambako wakati mwingine akili yangu imeishia mwisho, ninaomba rehema zako zinisaidie, 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 katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu, katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Bwana, ninaomba unisaidie, ninaomba unisaidie, ninaomba unisaidie, katika jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu. Rehema zako Bwana, rehema zako Bwana zinisaidie Bwana, mahali ambako nimechoka, mahali ambapo nafsi yangu imechoka, nahitaji rehema zako. Ni kweli juu ya mahali pale Bwana nimechoka, ninahitaji rehema zako zitakazoniinua tena, zitakazonitia nguvu tena, maana nikiwa na nguvu zako nitatenda zaidi. Rehema zako nizinipe nguvu ili nifanye zaidi, ili nitende zaidi, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Rehema zako Bwana, rehema zako Bwana, rehema zako Bwana, rehema zako Bwana, katika jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu, katika jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu. Mtu wa Mungu, omba hizo rehema za Mungu. Omba mahali ambapo unahitaji rehema za Mungu. Rehema za Mungu zikulinde, zihitaji hizo rehema zikufunike. Rehema za Mungu zikulinde mahali popote unakopita, mahali popote unakopita, zikulinde kwa habari ya kuepukana na uovu. Rehema za Mungu zikusaidie kuepukana na tabia zisizokuwa na maana yote, kwa jina la Yesu. Hizo rehema za Mungu zikusaidie katika jina la Yesu. Zaburi 23 mstari wa 6 inasema ya kwamba hakika wema na fadhili zitanifuata siku zote za maisha yangu. Kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, jitangazie kwa jina la Yesu, jitangazie wema na fadhili za Bwana. Rehema za Bwana zikufuate, jitangazie kwa jina la Yesu, fadhili na rehema za Bwana zikufuate katika jina la Yesu. Ninatangaza katika jina la Yesu Kristo, rehema za Mungu zitanena mema kwa ajili yangu, kwa jina la Yesu Kristo. Ninatangaza kwenye maisha yako, rehema za Mungu zikanene mema, zikanene mema, zikanene mema kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Ninatangaza katika jina la Yesu, kila mlango uliofungwa utafunguliwa kwa rehema za Mungu. Kila mlango wako, mlango wa biashara, mlango wa kazi, mlango wote ule wa kielimu, mlango wa kihuduma, mlango wa kiafya uliofungwa, ninatangaza kufunguliwa kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Zifunguliwe kwa rehema za Mungu. Ninatangaza kwa jina la Yesu, kila hukumu itafutwa kwa rehema za Mungu. Kila hukumu juu yako ikafutwe kwa jina la Yesu, ikafutwe kwa rehema za Mungu, ikafutwe kwa rehema za Mungu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Ninatangaza kwa jina la Yesu kwenye maisha ya kwako, kila mkwamo ukaondolewe kwa rehema za Mungu. Kila mahali ulikokwama
ninatangaza ikaondolewe kwa rehema za Mungu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Ninatangaza kwa jina la Yesu, kila kilichopotea kikarejeshwe kwa jina la Yesu Kristo, na kwa damu ya Yesu ninatangaza rehema za Mungu zikufuate, rehema za Mungu zikufuate katika wiki yako yote, katika miezi yako yote, kwa jina la Yesu. Katika mwaka huu wako wote, rehema za Mungu zikufuate kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Na utashuhudia rehema za Mungu katika maisha ya kwako, katika maisha ya kwako. Tamka kwa imani, tamka kwa imani, tamka kwa imani, tamka kwa imani, kwa jina la Yesu, 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 na kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Ninatangaza kwa jina la Yesu, rehema za Mungu ziwe juu yako, ziwe juu yako, ziko juu yako, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Ninatangaza kwa rehema za Mungu utakuwa mtu wa furaha, utakuwa mtu wa amani, utakuwa ni mtu wa faida, utakuwa ni mtu mwenye kibali kwa jina la Yesu. Ninatangaza rehema za Mungu zikamiminike siku zote za maisha yako, siku zote za maisha yako, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Rehema za Mungu, rehema za Mungu zikamiminike kwenye maisha ya kwako, zikamiminike kwenye maisha ya kwako. Ninatangaza kwa jina la Yesu, rehema za Mungu zikamiminike kwenye maisha ya kwako, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Bwana, watazame watoto wako kwa rehema zako, si kwa kazi zao, si kwa majukumu yao, bali Mungu kwa rehema zako, kwa rehema zako, kwa rehema zako, kwa rehema zako. Watazame kwa huruma zako, watazame kwa huruma zako, watazame kwa huruma zako, si kwa sababu wanastahili, si kwa sababu wanastahili. Bwana, watangaze kwa huruma zako, watazame kwa huruma zako, katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Rehema zako Bwana zikawaongoze, zikawasaidie katika jina la Yesu. Rehema zako Bwana zikanene mambo mazuri, zikanene mambo mazuri katika jina la Yesu, katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu, na kwa damu ya Yesu. Mungu wangu wa mbinguni, ninaomba rehema zako ziwe juu ya watoto wako kuanzia sasa na hata milele, ni katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Baba, nikiomba nikiamini ya kwamba maisha ya kwetu yataongozwa na rehema zako. Amen. Mtu wa Mungu, Mungu akubariki sana. Mungu achilie rehema zake ndani ya maisha yako. Wewe utapiga hatua nyingi, wewe utasonga mbele sana. Ni katika jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Mungu akubariki.